Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ninaitwa Apostle Emmanuel King. Ninakutakia heri ya mwaka mpya, ubarikiwe sana. Mpaka unanisikia, mpaka unaniona, maana yake Mungu akubariki kuona tena mwaka huu wa 2026. Ni mwaka mzuri kabisa ambao Mungu amekusudia mambo mema kwenye maisha yetu. Sasa tunauita mwaka wa neema juu ya neema. Lakini mwaka pia wa kustareheshwa na Bwana, mwaka wa kuinuliwa na Bwana, lakini mwaka wa kuinuka kwenye kila eneo la maisha. Sasa leo nina ujumbe wa neno la Mungu ambao unapatikana kutoka katika kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 12. Nitaanzia hapo. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 12. Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, e shujaa. Gideoni akamwambia, e Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidian. Ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona haya yote yametupata? Swali hilo ni swali ambalo Gideon anamuuliza malaika, wakati malaika amemtokea Gideoni akiwa shambani anaendelea na shughuli zake. Malaika akamuita Gideoni shujaa, Bwana yuko pamoja nawe. Lakini sanamu ile ama kauli ile kutoka kwa malaika, ni wazi kabisa Gideoni hakukubaliana nayo. Kwa nini hakukubaliana nayo? Kwanza kabisa, wakati huo wanaongea, taifa la Israeli lilikuwa chini ya utawala wa Wamidian, na Wamidian hawa walikuwa wanawatesa sana Israeli. Na hata ikawa Israeli walipokuwa wakilima mashamba yao, hawa Wamidian wakati wa mavuno wanakuja wanachukua mazao yao. Kwa Israeli walikuwa wanaishi maisha fulani, wakilima wanakwenda kuficha mazao, wanakwenda kuyaficha mbali ili Wamidian wasiwapokonye. Kwa hiyo ndio alikuwa maisha yao. Na hapo Gideon alikuwa yuko zake shambani. Mwingine alikuwa anavuna ili baada ya kuvuna aende kuficha ili Wamidian wasione. Kiuhalisia kabisa walikuwa wanaishi maisha ya mateso chini ya utawala wa hawa watu wanaitwa Wamidian. Na ndio maana sasa Gideon, ile salamu ama ile kauli ya malaika ya kumwambia Bwana yu pamoja nawe shujaa, hakuipokea. Wala haikuwa jambo la furaha. Tunajua kabisa mtu akikwambia Bwana yu pamoja nawe unasema amina, na iwe hivyo. Ama system ambayo tumezoea tunasema iwe pia pamoja nawe. Sasa mtu anapokuambia shalom, unamwambia tena shalom. Sasa pale ambapo mtu anakuambia amani iwe nawe, afu kaanza kuona mtu anaanza kusema amani gani? Mimi sina amani yote. Ujue huyu mtu kuna mahali amekamatwa, na mpaka ukaona mtu imefika mahali ameshikika, amekamatwa, ujue kabisa kwamba kuna msaada anaohitaji. Sasa swali hili ambalo Gideon ameliuliza ni swali ambalo watu wengi wanauliza. Kiukweli kabisa wote tumevuka mwaka. Lakini kuna mtu pamoja na kwamba amevuka mwaka, ukimwambia Bwana yu pamoja nawe, Mungu yupo, atakusaidia, Mungu yupo. Hizo kauli tumezisikia sana tarehe 31 kwenye mikesha, utakuwa ni mwaka wa baraka, utakuwa ni mwaka wa neema. Kuna mtu hayo yote unaongea lakini hakuelewi. Hakuelewi kwa sababu gani? Hakuelewi kwa sababu ya maisha ambayo ameyaishi mwaka uliopita. Mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa vurugu sana kwake, ulikuwa ni mwaka wa madeni, ni mwaka ambao alifukuzwa kodi ya nyumba, ni mwaka ambao alishindwa kulipa ada, ni mwaka ambao matatizo mengi yamempata, ni mwaka ambao alilazwa, ni mwaka ambao ameuguza vya kutosha, ni mwaka ambao amekataliwa na mchumba yake, ni mwaka ambao ndo alitakiwa aolewe na hajaolewa, ni mwaka ambao amekimbiwa na mke wake, amekimbiwa na mume wake, ametelekezwa, ni mwaka ambao mambo mabaya yamemtokea kwenye maisha yake. Kwa hiyo ukimwambia kwamba Bwana yu pamoja
nawe hawezi kukuelewa. Akuelewi kwa sababu gani? Akuelewi sio kwamba Bwana hayuko pamoja naye, ila akiangalia matatizo aliyoyapitia, alafu unamwambia Bwana yuko pamoja naye, atakuuliza swali kama ambalo Gideoni amemuuliza malaika, kama Bwana yuko pamoja nasi, mbona haya yametupata? Mwingine anauliza, kama Bwana yuko pamoja nasi, mbona mume amenitelekeza? Mbona baba ametuacha? Mbona hiki na hiki kimetokea? Kwa hiyo mtu anayeangalia matatizo yake, alafu anaanza kusema kweli Mungu yuko pamoja nasi. Sio kwamba amwamini Mungu. Hii kauli naomba uielewe. Sio kwamba amwamini Mungu. Moyoni mwake anajua kabisa kwamba Mungu akiwepo mtu hawezi kupata matatizo. Yaani mtu ndo ameweka hiyo imani kwamba pengine Mungu angekuwepo nisingepata matatizo. Hii inafanana na ile kauli ya dada yake na Lazaro, yule ambaye alifufuliwa na Bwana Yesu. Sema, Bwana, kama ungalikuwepo Lazaro asingekufa. Sasa ndivyo mtu anaamini hivyo, kama kweli Mungu yupo na matendo yake makuu mimi nimeyasikia kwamba Mungu anaokoa, Mungu anasaidia, Mungu anaponya. Sasa mbona haya matatizo yote mimi yamenipata? Mbona shida zote zimenipata? Kwa kuna mtu tayari mwaka umeanza tu, tayari ameshakata tamaa. Yaani umwambii kitu, habari ya kwamba huu ni mwaka wa neema, wewe ndo unasema hivyo. Habari ya kwamba huu ni mwaka wa kustareheshwa, wewe ndo unasema hivyo. Habari ya kwamba huu ni mwaka wa kumuona Bwana, yaani mtu mwingine atakwambia kwa nini hajaonekana mwaka uliopita? Aje kuonekana leo. Kwa nini aje kuonekana mpaka mimi nimepata matatizo, nimepata shida, nimepata mateso? Kwa nini hajaonekana kama kweli Bwana yuko pamoja nasi? Sikia nikwambie, inawezekana wewe ni mmoja kati ya watu ambao umeuliza hilo swali kama Gideon. Na nataka nikwambie, haukosei kuuliza hilo swali. Haukosei kabisa. Haukosei kabisa. Kama Bwana angekuwa pamoja na mbona haya yametupata? Ikiwa Bwana yuko pamoja nasi, mbona haya yote yametupata? Mbona shida hizi zote zimetupata? Jambo la kwanza unalotakiwa uelewe. Kuwa na matatizo, kuwa na shida, kupitia changamoto yote haimaanishi kwamba Mungu hayupo. Haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Mungu yupo na anakupenda. He always there for you. Yuko. Najua wewe sikwamini, lakini kwa nini kwambia? Pamoja na changamoto zote ulizopitia, haujafa. Uko kutokufa kwako inamaanisha kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Pamoja na majaribu yote ambayo umeyapitia, bado Mungu hakuruhusu hata kidogo hilo jaribu liondoe uhai wako. Hajaruhusu. Pamoja na matatizo yote ambayo umepitia, hajaruhusu yaondoe uhai wako. Duniani hapa Shetani anaweza akatufanya vitu vyote, lakini ashukuriwe Bwana ambaye hawezi kumruhusu Shetani aguse roho zetu. Kupoteza vitu vyote kwenye maisha, kukimbiwa na watu wote kwenye maisha, haimaanishi na Mungu ameondoka. Kukataliwa na ndugu, kukataliwa na wazazi, kukataliwa na mchumba, haimaanishi Mungu naye amekukataa. Mungu yupo, na ndio maana hajaruhusu hilo tatizo likuue. Na hata kuna wakati wapo watu ambao walijaribu hata kujiua na hawajafa. Kwa nini hawajafa? Hicho ni kithibitisho namba moja kwamba Mungu yupo, na kwamba kukimbiwa na watu, kupoteza pesa, kutokupata pesa, kufukuzwa kodi ya nyumba, huo sio mwisho wa maisha yako. Lakini nataka nikwambie, kuna wakati Mungu anatumia matatizo kutupeleka kwenye hatua nyingine za kimaisha. Anatumia matatizo, anatumia shida kutupeleka kwenye hatua nyingine. Ukisoma kitabu cha Yakobo, sura ya 1 mstari wa 2, Biblia inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Kwenye majaribu hatujipeleki, tunajikuta tu tumeangukia kwenye hao majaribu. Tunajikuta tu tumeangukia kwenye tatizo. Sasa anaposema unapojikuta umeangukia kwenye hilo tatizo, furahia.
hata na wewe pamoja na hayo yote aliyokupata, nataka nikwambie furahia. Unasemaje pastor? Nifurahie kufukuzwa nyumbani, nifurahie kukimbiwa na mchumba wangu, nifurahie kupoteza pesa, nifurahie matatizo haya kunipata? Ndio, sawa sawa na maandiko yanavyosema, furahi. Biblia inasema furahini mnapoangukia katika majaribu mbalimbali. Mstari wa 3 pale anasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Wengine wakaimba, majaribu ni kipimo cha imani. Je, matatizo yanapokuja bado utaendelea kumtaka Bwana? Shida zitakapokuja utaendelea kumtaka Bwana? Matatizo yatakapokuja utaendelea kumtaka Bwana? Kwa kuna kati hizi shida zinaruhusiwa zije ili tupimwe kiasi gani tunampenda Mungu. Matatizo yanaletwa ili tupimwe kiasi gani tunampenda Mungu. Watumishi mbalimbali kwenye Biblia, kuna Meshaki, Shadraka na Abednego, walikuwa wanaenda kufa wale watu, lakini wakakaza kumpenda Mungu. Danieli alikaza kumpenda Mungu. Mitume ambao wakaieneza injili baada ya Yesu kupaa, kazi ile ya injili ikaachwa mikononi mwa mitume. Mitume wamepitia mateso makali sana. Mtume Paulo wamepitia mateso makali sana, lakini hawakumwacha Mungu. Alafu mwisho kabisa utukufu wa Mungu ulionekana. Mpaka leo hivi tunakuhubiria, ni kazi ya watumishi wa Mungu waliotutangulia. Kwa ninachotaka kukwambia ni kwamba hapa mwanzoni hapa unahitaji sana vitu kama vitatu ambavyo vitakusaidia huu mwaka uweze kutembea na Mungu vizuri. Uweze kutembea na Mungu vizuri. Sasa nina ujumbe wa mwaka. Mwanzoni kabisa hapa nitaanza na kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Hivyo vitu vitatu ninavitoa hapa kwenye kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na mwaka huu upo mwanzoni kabisa. Ndio tumeuanza mwaka. Kwa hiyo mwanzoni ndio eneo zuri la kuumba. Mtu anayetakiwa kuumba anatakiwa awe unaumba, kwa sababu kuumba ni kufanya kitu ambacho hakikuwepo. Yaani Mungu anapewa sifa ya muumbaji kwa sababu ameleta kitu ambacho hakikuwepo kabla. Kuumba ni kufanya kitu ambacho hakikuwepo kabla. Zaidi ya Mungu hakuna muumbaji mwingine. Sisi hapa tunafanya vitu ambavyo Mungu ameshaviumba tayari. Sisi tuna assemble, tunaviunganisha vitu na kinatokea kitu. Hata hao wanaotengeneza ndege, wanaotengeneza nyumba, hawaumbi, wanachukua creations, wanaziunganisha ndio kinatokea kitu. Kwa hiyo wanaenda kuchukua uumbaji wa Mungu, wanaunganisha, kinatokea kitu. Kwa bado sifa ya uumbaji inabaki kwa Mungu. Kwa hiyo mwanzo kabisa Mungu anaumba. Nini hakipo kwenye maisha yako? Yuko Mungu muumbaji. Yeye ndio wa kukimbiliwa. Yeye ndio wa kuaminiwa. Una wakati uliamini katika akili zako. Mwaka uliopita uliamini katika akili zako. Uliamini katika elimu zako. Uliamini katika jitihada zako. Uliamini katika hekima yako. Lakini pamoja na imani kuipeleka kwenye hivyo vitu, au kupata kitu ambacho kikakusaidia, mwisho wa siku umeangukia kwenye mateso na ukapoteza kila kitu. Kwa nini umepoteza? Kwa sababu muumbaji hakuwepo pale. Na kwa nini hujafanya kitu kabisa? Kwa sababu hujafanya chini ya muumbaji. Yeye ambaye anaweza kukileta kitu kwenye maisha yako ambacho hakikuwepo. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Maana yake kabla hajaumba hivyo vitu havikuwepo. Yeye ndio wa kwanza. Amevitoa wapi si hatujui. Ndio hapo anapobaki kuwa Mungu muumbaji mweza wa yote. Kwa hiyo tuko mwanzoni kabisa mwa mwaka. Lazima uende mbele za Mungu, mwambie Mungu, umba kitu kwenye maisha yangu. Umba kitu. Hata kile ambacho umekifikiria na hakipo hapo, ujue utakiendeaje. Mfuate muumbaji ambaye ndiye Mungu. Biblia anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Nchi
nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Sasa na wewe umeachwa, vitu umepoteza, mambo yameharibika, uko mpweke, unajisikia vibaya. Na ndio sababu hata ukiambiwa Bwana yu pamoja nao, unasema kama Bwana angekuwa pamoja nami haya yote yasingenipata, kwa sababu uoni mbele, uoni nyuma, uoni mtu yoyote ambaye anaweza kukusaidia. Vitu vyote vimeharibika kwenye maisha yako, na ndio maana umeinama, una huzuni hapo ulipo. Na Biblia inasema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Katika uumbaji ama katika kutaka jambo jipya kwenye maisha, lazima upate utulivu. Hiyo shida isikupe kuhangaika. Hakuna mtu ambaye alifanikiwa hajatulia. Wote waliofanikiwa walipata utulivu. Na ndio sababu nataka nikwambie, watu wakuu huwa wanatoka kabisa katika uso wa watu. They go away, na wanakwenda far away from the rest of the people. Wanaenda kukaa mbali. Wakirudi wanarudi na kitu kipya. Mzee wangu Kabigumila waga anasema hivi, ukitaka kufanya jambo jipya hakikisha unapotea kwenye kwa watu. Potea siku 2, siku 3, siku 4 kwa kadiri ya kitu ambacho unataka kukifanya. Potea, nenda huko, kajifunze hicho kitu unataka kufanya, omba kama unafunga na nini. Ukipotea, ukirudi unarudi kama mtu mwingine mwenye nguvu ya ajabu sio kwa kawaida. What I want to tell you, my friend, ninachotaka kukwambia, tulia. Kama Mungu kwenye uumbaji alitulia, giza alikumtisha Mungu, ukiwa au kumtisha Mungu, ule utupu au kumtisha Mungu, akatulia. Na baada ya kutulia, unahitaji nini? Unahitaji neno litakalo kutoa eneo moja kwenda eneo lingine. Unahitaji neno la kinabii, unahitaji neno la Mungu ambalo litakuvusha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Maelekezo kutoka kwa Mungu ndio huwa yanawavusha watu kwenda mbali. Hakuna kitu kingine. Yote unaoyaona duniani yametokea ni maelekezo. Wote unaoona wamefanya vitu duniani wamepokea maelekezo. Kitu ambacho wewe huwezi kukifanya ni kwa sababu huna maelekezo. Hata mashuleni tunapoenda tunaenda kupewa maelekezo. Tukitoka huko, yale maelekezo ndo tunayaingiza kwenye utendaji kazi. Kwa unahitaji maelekezo baada ya utulivu. Sasa usipotulia utopata maelekezo. Huu mwaka ninakusii, tulia. Na tupo mwanzoni kabisa mwa mwaka. Unahitaji kutulia, mwana wa Mungu. Tulia. Tafuta utulivu. Hali ya maisha uliona isikutishe. Mwezi wa kwanza ni mgumu, usikutishe. Ukimbiwa, kuachwa, kupoteza, kutokuwa na kitu, usikutishe. Tafuta utulivu. Tafuta kutulia. Mungu asemagi na watu ambao hawajatulia. Ukisoma kwenye Biblia, watu wote ambao walitokewa na Mungu aliwakuta peke yao, walikuwa peke yao.